siku kadha wa kadha, akaondoka akapita kati ya nchi samahani, nimeenda nyuma sana, ni Matendo 18 mstari wa 24 na kuendelea. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakampeleka, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Narudia mstari wa 26. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Kwao kulikuwa na nini? Turudi hiyo Matendo 18 mstari okay. Samahani, hebu niangalie, ni Warumi itakuwa bila shaka. Warumi Warumi sura ya 16. Warumi sura ya 16. Yes. Warumi sura ya 16 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tuna hapo, nyumbani kwao kulikuwa na nini? Nisalimieni Priscilla na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Hawa walimchukua Apolo, walimleta nyumbani kwao, ambapo kulikuwa na nini? Tuko sawa? Wanamchukua Priscilla na Akila, wote wawili wanamfundisha Apolo. Maana yake mwanaume anamfundisha, Akila anamfundisha, Priscilla naye anamfundisha. Ndani ya nini? Tuko pamoja. Sio hilo tu, Paulo mtume mwenyewe akazungumza. Alizungumza katika Wakorinto wa kwanza kwamba mwanamke anayo ruhusa ya kufundisha, anayo ruhusa ya kutoa maneno ya Mungu katika kanisa, kwa sharti moja: afunike kichwa chake. Na mwanaume anaruhusiwa kusema kwa sharti la kufunua kichwa chake. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Wakorinto wa kwanza 11:4 mpaka 5. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu. Neno kutubu kwenye Kiingereza inaitwa kutoa unabii, ambao kimsingi unabii kibiblia ni neno la Mungu. Hili neno la Biblia ndio unabii wenyewe. Yaani kama nilivyosema, nabii ni nani? Ni mtu anayechukua maneno kutoka kwa Mungu anawaambia watu. Hasa maneno hayo ya Mungu yanaitwa nini? Unabii. Tuko sawa? Kwa anaposema kutoa unabii, maana yake kufundisha neno, ndio tafsiri yake. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunika kichwa, amefunikwa kichwa, anaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawa sawa na yule aliyenyolewa. Tuko sawa? Kwa hiyo utaona Paulo anaeleza wazi hapo kwamba mwanamke angeweza kufundisha, mwanamke angeweza kuongoza. Na kuna maandiko fulani ambayo yamekuwa yakitumiwa, ambayo wanayatumia kusema kwamba mwanamke asizungumze kanisani. Nimeshayafafanua mara kadha kadha maandiko hayo, na nafikiri Wakorinto wa kwanza kama sio 14:34, bila shaka itakuwa 14:34, ambapo anazungumza simpi mwanamke ruhusa ya kuzungumza katika kanisa, kuzungumza katika kanisa. Korinto wa kwanza 14:34 mpaka 35. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii, kama vile ninavyo torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Kuna scenario mbili katika maandiko haya. Moja, kila swali au kila andiko tunalolisoma lazima tutafakari kwanza. Hapa anasema akiwa na neno akamuulize nani? Akiwa ana mume, maana yake aweze kuongea. Swali la kwanza. La pili, swali la pili, kwamba Paulo alimaanisha nini aliposema akamuulize mwanamume wake nyumbani? Hapa kulikuwa na tatizo ambalo Timotheo wa kwanza 2:9 na kuendelea imetoa ufafanuzi huo. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 kuendelea
Inaonekana katika kanisa la kwanza kulikuwa na wanawake ambao walikuwa wanataka kuwatawala waume zao, ambao Biblia imekataa. Mume ndio atamtawala nani? Mwanamke. Wanawake wakataka kuwatawala waume zao, na Paulo mtume kwa Roho Mtakatifu kulirekebisha tatizo hilo. Sasa akawataka wanawake wasizungumze chochote, waulize waume zao nyumbani. Lengo la kuwauliza ni nini? Ni kuwaweka chini ya mamlaka ya wanaume. Yaani kesi sio kuuliza hasa. Kesi ni kuwarudisha wanawake chini ya mamlaka ya waume zao. Kwamba kama mume akimpa ruhusa, maana yake aende akaseme. Asipompa ruhusa asiseme. Lengo ni nini? Ni kumrudisha kuwa yeye sasa ni mtawaliwa wa mume wake. Jamani, tuko sawa hapo? Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa labda nianze mstari wa 8. 2:8 mpaka mstari wa 12. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze, nataka hayo yaangalie kwa makini. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii, nataka ushike hilo neno, akitii kwa kila namna. Inapotajwa neno kutii, maana yake kulikuwa na tatizo la kutokuwako na utii. Mstari wa 12. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kufanya nini? Wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Utaona mstari wa 13 namaliza, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Ukiangalia mistari utaona mwanamke anarudishwa kwenye nafasi yake na mwanaume anawekwa kwenye nafasi yake. Kulikuwa na tatizo la wanawake kutaka kuwatawala waume zao. Paulo alikuwa anazungumza na wanawake hawa kwamba wewe ambaye unataka kutawala mume wako, ukitaka usiongee chochote kanisani, usizungumze chochote. Na agizo hilo linaendelea mpaka leo, kwamba kama wewe una tabia hiyo, hautakuwa na nafasi ya kufanya chochote, kufundisha kanisani. Ili uwe na nafasi ya kufundisha, uwe na adabu vile vile kwa mume wako. Huna adabu, tutakuweka pembeni. Tuko pamoja? Kwa mimi ninakubaliana na mwanamke kuweza kufundisha, ninakubaliana na mwanamke kuweza kuongoza, ninakubaliana ili mradi sawa sawa na neno la Mungu vile ambavyo linazungumza, kama ambavyo tumeona tangu mwanzo mpaka kwenye Agano Jipya. Tuko pamoja? Lakini yamekuweko maswali. Mbona Yesu hakuteua mtume yoyote mwanaume? Amini mwanamke. Mbona katika kanisa la kwanza hatuoni nabii yoyote mwanamke? Hatuoni hata katika wengine wanasema mwanamke ana ruhusa ya kuwa mwinjilisti, lakini sio kuwa mchungaji. Ana ruhusa sio ya kuwa. Sasa mimi nimekuwa nikionji kama mwanamke anaruhusiwa kuwa mwinjilisti. Hakuna andiko lilisema mwanamke awe mwinjilisti. Kwa sababu andiko linaposema katika Waefeso 4:11 linasema alitoa wengine kuwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji. Haisemi jinsia, inasema watu. Alitoa wengine kuwa walimu, wengine kuwa wainjilisti, wengine si kuwa wachungaji. Kwa hiyo kama ilizungumzwa bila kuweka wa huku wa kushoto au wa kulia, mimi ninashawishika kuamini kwamba kama msingi wa Kristo Yesu alivyosema natuma manabii kwenu, maana yake hakuzungumzia jinsia. Na katika msingi wa kutafsiri maandiko, fundisho lolote likifundishwa likinitatiza, mimi narudi kwa Yesu mwenyewe. Yesu kasema nini? Yesu anataka nini? Bila shaka nitakuwa nimejibu. Nafikiri sasa hapo niunganisha. Ndio. Maelezo yako siwezi kusema nimeridhika sana to be honest, lakini Ndio. ninafurahi the way unavyofundisha, kwa sababu unafundisha kitu unachokijua. Kuna mwingine anafundisha kama competition, unaelewa? Yani inakuwa kama ligi. Sasa wewe unafundisha kile ambacho unaona ni kweli. Na kuna asilimia fulani nakubaliana na wewe kwenye haya. Kwa mfano umezungumza habari ya huduma. Mimi najua kwamba wanawake ziko huduma ambazo wanaweza kufanya, lakini moja kubwa ambayo hawajawahi kuzuiwa tangu mwanzo mpaka mwisho ni huduma ya unabii, na sharti ni hilo lisema kwamba lazima mwanamke sio tu anapotoa unabii, lakini pia anaposali
lazima afunike nini? Kichwa. Ili kuonyesha kuwa na dalili ya kumilikiwa kichwani. Sawa. Hivi ni vitu ambavyo Mungu ameviagiza. Ukisoma hiyo wa Korintho, nafikiri wa Korintho wa kwanza 11 hiyo, ukianzia pale juu, Korintho wa kwanza 11 anaeleza, na hili litatupeleka kwenye ishu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 11 ukianzia ule mstari wa samani, nasoma kwenye simu maana ninayo ya kwangu hapo, lakini naona kama tutachukua muda mrefu zaidi. Mstari ule wa 3 anasema, Wakorintho wa kwanza 11:3 na 4 anasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ndipo akatoa hayo masharti kwenye fungu la 4 na la 5 kwamba mwanamume asifunikwe, mwanamke afunikwe kwa sababu ya yale madaraja. Na akakazia mstari wa 7 akasema hivi, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Kwa hiyo kwa mfano kama wanaume wakimwakilisha Yesu, kwa sababu kama ulivyosema kiongozi mkuu ni Yesu, kuhani ndio yeye mwenyewe, si nabii, yani amechukua sifa zote. Sisi tunapofanya hizi kazi tunamwakilisha yeye. Kwa hiyo yeye ndiye anakuwa kichwa. Kichwa cha wanaume wote ni nani? Ni Kristo. Kwa bahati mbaya huyu mwanamke hapa, yeye kichwa chake si Kristo, kwa maana ya kwamba kwenye madaraja yuko under wanaume. Na kama vile anasema Torati nayo inavyosema, Torati imesema katika 3:16 mwanzo kwamba huyo mwanaume atakutawala. Ukisoma katika Kiingereza neno kutawala ina nguvu zaidi. Anasema atakuwa hiyo unasoma ni tafsiri ya King James, ni King James version. Iko double kwa sababu hii ninayosoma huku inataja mara mbili. Labda nisome hapo Mwanzo 3:16 katika lugha ya Kiingereza. Anasema kwamba unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Mwanamke kuwa chini ya mwanamke kuwa chini ya mwanaume, wala sio kama hao watu wengine sema mfumo dume, si kukandamiza. Hapana, hizi ni adhabu tu ambazo Mwenyezi Mungu alizitamka kwamba mwanamke kwa yale matukio ya pale Eden kuna nafasi fulani alipoteza. Lakini unabii tumeona si tu kwa maelezo kwamba mwanamke hahutubu. Tumeona toka kule, unaona Miriam umetaja, unakuja wote akina Esther, hao walikuwa manabii. Lakini ukiwatafuta kwenye cheo kingine utapata tabu sana. Na ndio maana mimi binafsi na conclude kwamba kwenye nafasi hiyo Mungu hajawazuia. Na ukitumia instinct tu za kawaida za binadamu, sababu sisi wanadamu Mungu hatukutuumba kama mitambo. Sisi tumeumbwa kama binadamu wenye utashi. Unaweza kaelewa the reasons why mwanamke anaweza kuwa nabii, lakini kwenye nafasi nyingine hizi. Kwa sababu kwenye nabii you say what you saw. Lakini ukiwa mchungaji kuna hekima ile ambayo Mungu anakupa pia kuweza kusimamia kazi ya Mungu. Bali na elimu ya maandiko na nini, iko hekima nyingine ambayo lazima uweze kui-exact. Na ndio maana katika Timotheo akasema kigezo kingine cha mwanaume, cha mtu ambaye anapaswa kushika nafasi ya kazi ya Mungu ni namna pia anavyoisimamia nyumba yake. Na tunafahamu iwe ni kidini au vinginevyo, msimamizi wa nyumba anayesimama kama kiongozi ni mwanamume. It's a natural thing. Ni kitu ambacho na nyumba yote ukiona mwanamke ana dominate, something is wrong, na kwa kweli watoto hao watakuwa kwenye matatizo makubwa. Nazungumza kudominate. Haina maana mwanaume kumtawala mwanamke basi awe ni mbabe, akitaka kuuza labda kama ni shamba nini hashauriana mkewe, hapana. Haina maana hiyo. Lakini ina maana kwamba mtu ambaye amekasimiwa madaraka ya kusimamia affairs za nyumba ni mwanaume. Mwanamke atashirikishwa, ni kitu kizuri. I'm coming. Atashirikishwa.
Kwa kwenye hili mtumishi wa Mungu, kuna mambo hayo kama nilivyosema, naona tunaenda vizuri. Ningesema hivi, tusiwe kama wale Waislamu na wanani wanataka tu kama ligi. Hili nafikiri hapo tulipofika linatosha, tutaendelea kulijifunza. Tunaweza kwenda pointi nyingine. Mimi siwezi kuwa na maswali tena zaidi ya haya niliyokuwa nimeyaraise. Kwa sababu bado ukiangalia yale ya wokovu na nini, yale yana nguvu zaidi, yana msingi zaidi. Maana yale ndiyo yatatupa matunda ya kuweza kuwa na hekima na kuwa na ujuzi zaidi. Lakini ukiangalia kama unavyosema, Yesu katika kuchagua, achagua wanaume tupu. Nafasi ya Yuda wakati wa kujaza candidate walikuwa ni wanaume watupu. Na si hivyo tu, unajua maandiko yanapozungumza kwamba enyi wake, katika Waefeso ile 5:22 anasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Yaani kwa lugha rahisi ya bila kupepesa na kuanza kuzunguka mbuyu, mwanamke anatakiwa mtii mume wake kama anavyomtii Yesu. Kwa bahati mbaya ukienda mitaani, na niamini kwenye ndoa zetu leo mambo ni tofauti. Mwanamke anaweza kumkata tu kauli mwanaume, anaweza kakaidi tu. Sasa swali, unaweza kufanya hivyo kwa Yesu na ukawa salama? Kwa hiyo ukichukua haya yote, unaanza kuelewa sababu kwa nini kwenye hizi huduma, uchungaji na hizi huduma hizi, uchungaji, uaskofu na kadhalika, kwa nini kwa hekima yeye mwenyewe alifanya hivyo na wengine pia waliokuja baadaye waliendelea kufanya hivyo. Mimi nafikiri binafsi, I'm convinced kwamba tunahitaji kuendelea kujifunza hili jambo. Sawa, sasa nimekuelewa. Lakini kuna katika tumezungumza kwenye Agano la Kale, nilimzungumza habari ya Debora, nafasi aliyosimama nayo. Alikuwa muamuzi. Kwa alikuwa okay. Haya. Okay. Okay. Kwa hiyo katika Israeli kulikuwa na Debora ambaye alikuwa na play part hizi mbili. Alikuwa ni nabii, lakini pia alikuwa ni muamuzi. Yaani ni mtu ambaye anaamua taifa zima la Israeli. Hapo nazungumza wanawake walikuja, unazungumza wanaume walikuja. Tuko sawa? Yeye ndo alikuwa anaamua. Ukiangalia scenario hiyo, sura ya namna Debora alivyokuwa anafanya, utaona alikuwa na act kama mchungaji wa taifa la Israeli. Tuko pamoja? Ni kwa namna ile ile ambavyo Nabii Daudi alikuwa ni mchungaji vile vile wa taifa la Israeli. Debora naye alisimama kama sio tu nabii, lakini muamuzi wa taifa. Ndio concept iko hapo. Lakini tukija katika swala la Yesu kuchagua manabii, mitume 12. Mara zote Mungu anapoenda mahali kokote, huwa atatumia mtindo wa maisha yenu nyinyi kuleta ujumbe wake. Mashariki ya Kati wote wanawake huwa hawahesabiwagi. Mashariki ya Kati, unazungumza Israeli, unazungumza Saudi Arabia, wanawake huwa hawahesabiwi. Ndio maana hata katika maandishi ya Biblia utaona Yesu alilisha wanaume 5,000 mbali na wanawake na watoto. Unasikia? Utaona hata katika vizazi mwanzo wanawake hawatajwi kabisa. Wanatajwa wanawake kwa sababu it's a cultural thing. Ni kitu cha kilichozoeleka Mashariki ya Kati. Kwa Yesu alipokuwa anataka kwenda kuwahudumia taifa la Israeli, alijua kwamba nikichagua wanawake itakuwa balaa.